kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wake mahiri, maono yake ya maendeleo na miongozo yake ambayo imeendelea kuifanya Zanzibar kuwa kitovu cha mageuzi ya kiuchumi, uwekezaji na usimamizi bora wa fedha za umma. Maono hayo ndiyo yametuongoza katika utekelezaji wa bajeti hii, yameiwezesha serikali kuendelea kujenga uchumi imara unaovutia wawekezaji, unaoongeza ajira, unaoboresha ustawi wa wananchi. Hakika Wazanzibari tunathamini juhudi zake na imani yake kubwa anayoionyesha katika kuendeleza umoja na mshikamano wa mataifa yetu. Katika miaka michache iliyopita, tumeshuhudia mageuzi makubwa ambayo wananchi wanayaona kwa macho yao. Leo tunazungumza kuhusu bandari mpya, viwanja vya ndege vinavyoboreshwa, barabara zinazounganisha wananchi na masoko, hospitali zinazopanuliwa, skuli mpya zinazojengwa, upatikanaji wa mali safi na salama, upatikanaji wa nishati ya umeme kwa uhakika, endelevu na gharama nafuu, na uwekezaji unaozalisha ajira. Haya yote si bahati mbaya, ni matokeo ya maamuzi sahihi ya kisera na usimamizi makini wa rasilimali za umma chini ya uongozi wa Daktari Hussein Mwinyi. Mheshimiwa Spika, bado tunatambua kuwa safari inaendelea. Bado kuna wananchi wanaotegemea huduma bora zaidi. Bado kuna vijana wanaotafuta ajira muda mrefu. Bado kuna maeneo yanahitaji miundombinu kuimarishwa zaidi. Na ndio maana bajeti hii si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa hatua nyingine ya kuimarisha maendeleo ya Wazanzibari na wananchi walionyonge. Bajeti hii inawatambua vijana kama nguvu kazi ya taifa na msingi wa uchumi wa kesho. Serikali imeendelea kuwekeza katika maeneo yatakayopanua fursa zao za ajira, ujuzi na ujasiriamali kupitia ujenzi na uimarishaji wa skuli, vyuo na elimu ya juu ili kuwajengea vijana maarifa yanayokidhi mahitaji ya soko la ajira. Mheshimiwa Spika, vijana wetu hawakuwekwa pembeni katika bajeti hii, wamewekwa katikati ya ajenda ya maendeleo. Tunataka waondoke kwenye kutafuta ajira pekee na wawe sehemu ya kuzalisha ajira, kuanzisha biashara na kuendesha uchumi wa sasa.